Kwa majina naitwa Jonathan Nyamweu Kayanda, natokea kijiji cha Milala. Nina shamba hapa sehemu inaitwa Kahama. Nimepitia grade ya taifa ya umeme inatoka Tabora kwenda Kigoma, ambapo tumeahidiwa kwamba imepita miaka mitatu hatujapata. Wengine tumepigwa picha lakini hatujajibiwa chochote. Mheshimiwa, tunaomba mtusaidiaje ili na sisi Meneja wa TANESCO yuko wapi? Meneja wa TANESCO yuko wapi? Haya, katibu tawala wa mkoa, hebu tuambie, natambua hili jambo la fidia. Sasa pata taarifa za huyo mzee ili meneja wa TANESCO tutampa hilo jukumu, atuambie wanalipa lini. Yuko wapi? Meneja, tuambie mnalipa lini grade ya taifa, line kubwa ya umeme ya kwenda Kigoma ya Tabora. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uthamini ulishafanyika na uhakiki umeshafanyika. Tunasubiri taarifa ya mwisho kwa ajili ya malipo. Mnasubiri toka wapi? Kutoka halmashauri. Halmashauri gani? Ya Manispaa ya Mpanda. Iko mkoa gani? Wa Katavi. Na ninyi mko mkoa gani? Wa Katavi. Mnaisubirije? Hiyo si ya kutembea kwa miguu tu mpate. Nitaifuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Watu wamezuiwa kufanya shughuli za maendeleo, mmechukua mashamba yao, mmeshathaminisha, mnasubiriana na mko hapo hapo. Nyie si mko hapa hapa. Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio maana nilizuia haya mambo ya kuandikiana barua. Watu wako ofisi zinatazamana wanaandikiana barua. Mambo ya zamani ya kukariri. Ya kishamba, tulikuwa tunaambiwa barua ni nusu ya kuonana. Kwa nini utumie nusu ya kuonana wakati unaweza ukaonana 100 kwa 100? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Msijifiche, niko ziara hapa kwenu. Wako wapi? Watu rasi, watu wako wapi? Wako wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna baadhi ya wataalamu wametangulia kwenye eneo la. Sasa niambieni, hiyo tathmini inaenda lini hiyo ya kutembea kwa mguu? Hata huyo mzee na uzee wake hata mngempa yeye hiyo barua kama nyewe mtembeleani angeshaipata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba ofisi ziko hapa zote Mpanda. Mnasubiriana nini? Nalichukua Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitalisimamia baada ya shughuli. Kabla sijamaliza ziara hapa nijue, mniambie mnalipa lini. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutafuatilia pamoja na TANESCO. Ninyi kwa sababu mko maofisini, hata usipofanya kazi mnalipwa. Mnakaa na haki za watu ambao wao wameshatoa mali zao. Mzee alishatoa eneo lake, mradi ulishatekelezwa, mnanufaika na utekelezaji wa mradi. Haki yake hamjampa na tathmini mlishafanya. Na mnaona na umri unaenda, au mnasubiri mpaka afe mrithi? Kabla sijatoka mkoa huu mniambie mnawalipa lini. Hii mambo ya taarifa tunazo, tumeshapokea, tunafanyia kazi. Tunafanyia kazi wapi na mko hapa hapa? Kila siku mko kazini. Mnafanyia kazi kitu gani? Haya, tumsikilize mwingine. Mimi kwa majina naitwa Yasini Athmani Yongoro. Ni mkazi wa kijiji cha Ikaka. Lakini hapo nilipokuwa na miaka 25 nilikaa katika kijiji cha Milala. Milala pale nilikuwa na shamba langu
ambalo ndio nilikuwa nalima. Nimekaa hapo, watoto nimezalia hapo. Nilipotoka kwenda hapo nilipoishi sasa hivi, lile shamba langu walipima watu wa ardhi bila taarifa yoyote kujua, lakini watu wa pale Milala wakanifahamu vizuri, wakaniambia, bwana, watu wa ardhi tuliwaambia shamba lako mwenye shamba yuko na mwenye shamba yuko hapana, naona unajua Mpeni maiki. Mwenye shamba yuko katika kata ya Mnyagala. Mtu wa ardhi yuko wapi? Nimekuelewa vizuri baba. Mtu wa ardhi yuko wapi? Afisa ardhi wa wilaya yuko wapi? Afisa ardhi wa wilaya yuko wapi? Afisa ardhi wa wilaya, tunakuhitaji hapa mbele. Nishatangulia kwenye mkutano. Haya, hebu wasaidizi chukueni mawasiliano ya mzee wetu